السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. Ndugu zangu Waislamu, nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho yake kwa kadiri ya uwezo wetu na kujiepusha na makatazo yake kwa kuyaacha kabisa. Ndugu zangu Waislamu, mwanadamu hujifunza vizuri kupitia mifano, kadhalika hujifunza vizuri kwa kujionea mwenyewe au kwa kufanya kwa matendo. Unaweza ukalifundisha jambo mtu akalifahamu, lakini ukiweka mfano akalifahamu vizuri zaidi. Au unaweza kufundisha jambo asilifahamu, ukaweka na mfano akalifahamu, ukamuonesha kwa vitendo akafahamu zaidi. Na kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani ametutajia mifano mingi sana, na yeye mwenyewe akasema, walaqad darabna lin-nasi fi hadha al-Qur'ani min kulli mathal, kwa hakika tumewapigia wanadamu ndani ya Qur'ani hii mifano mingi sana, la'allahum yatadhakkarun, ili wapate kutambua. Katika hutuba nyingi zilizopita ndani ya msikiti huu na misikiti mingine, tulisisitizwa suala la amani na utulivu na neema yake, na mbadala wake hofu ni kwamba ni kitu kibaya. Zikatajwa aya za Qur'ani mbalimbali, zikatajwa hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na akwali za wanawavyoni wa Kiislamu. Vitu vyote hivi vikielezea neema ya amani na utulivu. Miongoni mwa aya zilizotajwa ni wakumbushe, imo katika suratul Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان
fakafarat bi an'ami llahi faadhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Kwa hakika Allah amepiga mfano wa mji ambao ulikuwa na amani na utulivu. Riziki ya mji huo inakuja kwa wingi kutoka sehemu mbalimbali. Wakaikufuru neema ya Allah. Allah akawaonjesha vazi la njaa na hofu kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Hofu na njaa ni katika adhabu mbaya ambazo mwanadamu akitahiniwa nazo, mtihani huo ni mgumu sana. Aya hii tulisomewa. Kadhalika ni wakumbushi miongoni mwa hadithi tulizotajiwa katika khutba mbalimbali ni hadithi ya Mtume Muhammad aliposema, man asbaha minkum aminan fi sirbi muafa fi jasadi indahu qutu yawmi fakaannama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha. Yeyote aliyepambaukiwa miongoni mwenu akiwa na amani katika familia yake, akiwa na amani kwa jamaa zake, tena ana afya katika kiwiliwili chake, anacho chakula cha siku yake hiyo tu, wala si siku ya pili na ya tatu, Mtume anasema fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Mtu huyu ni kana kwamba amekusanyiwa dunia kwa pambizo zake. Dunia nzima imeletwa kwake, yeye ni mfalme kwa kuwa na mambo matatu haya: ana amani na utulivu katika familia yake, ana afya katika kiwiliwili chake, hana maradhi, kadhalika anacho chakula cha siku hiyo. Sikwambii cha kesho, cha kesho kutwa, wala cha wiki nzima mbele. Cha siku hiyo tu kinatosha kumfanya, pamoja na mambo mawili haya, awe ni mfalme mtu huyo. Hadithi hizi tulisomewa baada ya kuwa na viashiria mbalimbali kwenye mitandao huko vya kuonesha kwamba huenda kukawa kuna uvunjifu wa amani. Kadhalika zile sababu ambazo walizokuwa wakizitumia watu kuhalalisha kuleta huo uvunjifu wa amani pia zilijibiwa. Sababu hii imejibiwa hivi, sababu hii imejibiwa hivi. Na miongoni mwa sababu hizo ni madai ya haki walionayo watu, pia alijibiwa kwamba kuna utaratibu wa hayo madai. Madai yanaweza kuwepo kweli, lakini namna mlivyoomba ikaleta hatari. Haya yote yalijibiwa kwa ajili ya kutufafanulia sisi na kutuwekea wazi mambo. Yalisemwa haya kwa nia njema, hayakusemwa kwa sababu ya maslahi yoyote, hayakusemwa kwa sababu eti viongozi wetu ni waadilifu mno kwa wanatetewa. Yalisemwa kwa sababu ya maslahi ya watu, pamoja na udhaifu uliokuwepo ndani ya viongozi wetu, pamoja na madai ya haki ambayo yanaweza kuwa ya kweli, lakini utaratibu wa kutumika pia tukaelekezwa. Sasa muda umepita, yaliyotokea yametokea, tulioyaona tumeyaona. Tunaweza kuulizana baadhi ya maswali sasa hivi, kwa sababu tumeshapata mfano, na kusoma kwa mifano kuna maslahi zaidi kuliko kusoma bila mifano. Na mimi nitawauliza maswali ambayo mtajijibu wenyewe, maswali ambayo kwenye Qur'ani yapo mengi sana. Maswali ya mnaonaje, afara'aytum, mnaonaje, hebu tupeni habari. Qur'ani imejaa aina hii ya maswali. Mnaonaje kuhusu suala la amani na utulivu? Na upande wa pili, mnaonaje kuhusu madai ambayo yanaletwa yasiyofuata utaratibu, ambayo yanaweza kuondoa amani na utulivu? Vitu viwili hivi mnaonaje, kipi ni bora sasa hivi baada ya kuwa mmepata mifano na kujionea? Mnaonaje kuhusu neema ya utulivu katika maeneo yenu dhidi ya kutokuwa na utulivu katika maeneo yenu? Mnaonaje uhuru wa kwenda unapotaka muda wowote unaotaka, na kinyume chake kwamba huwezi kwenda unapotaka, huwezi kwenda kwa muda unaotaka kwa sababu kuna hofu? Mnaonaje? Mnaonaje kuhusu usalama wa familia zetu na watu wetu wa karibu dhidi ya kinyume chake,
Mnaonaje? Mnaonaje kuhusu upatikanaji wa chakula unachokitaka kwa gharama nafuu unayoiweza dhidi ya kukikosa chakula au kukipata kwa gharama kubwa, kwa sababu yapo maeneo yalipata hii shida? Mnaonaje jambo hilo? Mnaonaje huo una fedha lakini huwezi kuzipata kwa sababu huko zilipo huwezi kuzitoa, ziko benki na benki zimefungwa, ziko kwenye simu huwezi kutoa? Unaonaje? Unaonaje fedha unazo lakini huwezi kununua kitu kwa sababu hakuna hayo mahitaji? Unaonaje dhidi ya kwamba fedha unayo na unaweza kununua? Mnaonaje ndugu zangu Waislamu? Mnaonaje kuhusu wale ambao ili apate tonge la siku yake lazima atoke siku hiyo akalitafute? Sasa hawezi kutoka kwa sababu kuna hofu. Mnaonaje jambo hili la kutoka kwenda kupata riziki yako kwa uhuru na kutotoka? Kwa sababu mfano sasa hivi mnao. Mnaonaje kuhusu neema ya mawasiliano na mitandao? Mnaonaje kuhusu hofu mliokuwa nayo nyinyi na watoto wenu mpaka mkawazuia wasitoke nje, wasiende kucheza kama ilivyo kawaida yenu, wasiende shule? Mnaonaje? Mnaonaje kuhusu neema ya kukusanyika katika siku ya Ijumaa kama hivi? Kwa sababu Ijumaa iliyopita kuna sehemu nyingine hawakuweza kufanya hivi tulivyofanya. Mnaonaje neema hii? Mnaonaje kuhusu wale waliokosa huduma za afya, maradhi yao yakaongezeka au wengine wakapoteza maisha kwa sababu hakuendeki huo kwenye kupata hayo matibabu? Mnaonaje? Haya yote yachukue, halafu geuza kwa wale ambao hawakupata athari hizi katika maeneo yao kwa sababu kulikuwa na utulivu. Mpime. Mimi naamini tumepata mafunzo makubwa kabisa katika jambo hili yatakayotusaidia katika wakati wetu wa sasa na wakati wa baadaye. Aqulu ma tasma'un wa billahi at-tawfiq. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناس عباد الله. Ndugu zangu Waislamu, mifano inasaidia kuwafunza watu zaidi yale mambo wanayoambiwa pasi na mifano. Mfano wote unaokuja katika maisha yako ukawa ni mzuri au mbaya, ni muhimu mfano huu ukawa ni somo kwetu sisi. Mimi katika hutuba hii ya pili, nikimalizia hutuba yangu, naomba nitoe nasaha zangu, nasaha za kawaida kwenda sehemu mbili. Sehemu moja nitaitaja peke yake na sehemu ya pili itagawanyika katika sehemu tatu. Nasaha zangu za kwanza ni kwa wale waliopewa mamlaka miongoni mwetu. Allah subhanahu wa ta'ala akawapa nguvu ya kusimamia mambo yetu kwa namna yoyote ambayo ujumbe huu utawafikia. Ni muhimu wakafahamu kwamba mamlaka waliopewa ni dhamana wanayotakiwa kuichunga, dhamana ambayo wataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni muhimu tukawanasihi kama tunavyofanya kwa ujumla, kuwa na uadilifu katika sehemu yoyote uliopewa katika nafasi, kuwaonea watu huruma. Watu wengi humu katika hii nchi yetu na maeneo yetu wanahitaji kuonewa huruma zaidi kwa sababu ya namna vile walivyo. Wanahitaji kusaidiwa kifikra, kiakili, kimawazo, kielimu, katika kila hali. Na sisi ambako tuko chini ya watu tunaona hitajio hilo la watu. Watu wengi uwezo wao ni mdogo wa kutafakari mambo, wa kuendesha mambo inavyotakiwa. Wanahitaji zaidi kuonewa huruma hawa na kuonewa upole kuliko vinginevyo.
kadhalika wale waliopewa mamlaka wasikilize ushauri mzuri unaotoka. Na hii ndiyo sifa aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bali ndivyo Allah alivyomtangaza mtume kwamba yuko hivi, na akamwambia kwa kuwa hivi mtume amefanikiwa. Katika suratu Ali Imran Allah anasema fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Kwa sababu ya rahma kutoka kwa Mola wako wewe Muhammad umekuwa laini kwao hao maswahaba zako. Ungelikuwa wewe ni mkali mwenye moyo mgumu ungekukimbia hao. Fa'fu anhum, basi wasamehe, wastaghfir lahum, na waombee msamaha, waombee maghfira, washawirhum fil amr, na shauriana nao katika mambo. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah, unapoazimia kufanya jambo shashauriana nao mkakata shauri, basi mtegemee Allah. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Hii ndiyo sifa ambayo Allah anampa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mtume katika hadithi akasema, Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alayhim fashquq alayhi wa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bih. Ewe Allah, yeyote atakayesimamia jambo la umma wangu akapewa nafasi akawafanyia uzito, wewe nawe mtilie uzito. Na yeyote atakayesimamia jambo la umma wangu akawafanyia upole, Allah mfanyie upole katika mambo. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu la kulizingatia na kuliangalia. Kwa wale waliopewa nafasi miongoni mwetu, wawe na huruma, wafanye uadilifu, wajitahidi kuwashauri watu, wayaendeshe mambo kwa upole na utaratibu. Hivi ndivyo sifa ya kiongozi aliye bora kwa mujibu wa Qur'an. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, na maneno yameungwa mkono na wanawavyuoni wengine, kwamba inna Allaha yuqimu ad-dawlata al-adila wa in kanat kafira. Allah anaisimamisha dola inayofanya uadilifu hata ikiwa daula hiyo ni ya kikafiri, na Allah haisimamishi dola inayofanya dhulma hata ikiwa ni ya Waislamu. Akasema dunia inasimama pamoja na uadilifu, lakini haisimami pamoja na dhulma hata kama pana Uislamu ndani yake. Hili ni jambo la kwanza. Nasaha yangu kwa upande huo. Nasaha za pili za mwisho zinagawanyika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza, kwa sisi watu wote, sisi raia tumeelekezwa sana na kutajiwa aya nyingi na hadithi nyingi suala la utulivu, suala la amani na neema yake. Hili ni jambo muhimu la kulizingatia. Tufahamu kuwa hii jambo ni neema, na madai yetu ya haki hayalingani na neema hii. Haki ambazo ziwe za kweli zisiwe za kweli. Dunia sasa hivi imebadilika, mielekeo imekuwa mingi, mitazamo imekuwa mingi, mitandao imekuwa mingi, wasemaji wamekuwa wengi. Kuna mtu kwa sababu ya neema ya mtandao anaweza kukaa nyumbani kwake, ofisini kwake, akalizungumza jambo la kuharibu, akalizungumza jambo la kutaka kuonesha kwamba hiyo ni haki, kumbe si haki. Ni muhimu hasa kwa Waislamu kusikiliza maelekezo na miongozo ya dini yetu ya Kiislamu katika jambo hili. Mielekeo hii inavuruga. Hili nalo ni katika mambo muhimu kwa vijana wa Kiislamu. Hawa viongozi tulionao ni kama sisi, wana udhaifu kama tulionao sisi. Njia za kutatua sio kwa fujo na vurugu. Sawa ni kwenda kuwanasihi, sawa ni kusubiri. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyasema mambo, sasa twayaona. Alisema, baada yangu mimi kutakuja watu watakaokuwa wanajipendelea. Alituambia tufanye nini? Alituambia tusubiri, alituambia tutoe nasaha, tena sio hadharani na kushambulia na kutukana mbele ya kiongozi. Ukipata fursa mueleze. Imam Muslim amepokea hadithi, Al-Hasan al-Basri anasema kwamba Aidh ibn Amr alikwenda kwa Ubaidillah bin Ziyad.
Ubaidillah bin Ziyad ni katika magavana wa Yazid ibn Muawiya, gavana aliyekuwa Iraki. Alikuwa ni mtu muovu, msusuavu, katili. Aidh ibn Amr ni sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akaingia kwake akamwambia, e bunai, ewe kijana wangu, sababu yeye ni mtu mzima na kiongozi ni mdogo. Akamwambia kwa lugha ya upole, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, mimi nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, inna sharra ar-ri'a'i al-hutama, viongozi wabaya ni wakali, wasusuavu wa rai, wasiotaka rai. Fa iyyaka an takuna minhum, jihadhari wewe usiwe miongoni mwao. Yeye anajua kwamba yeye ni miongoni mwao, lakini hikma, utu uzima, busara, anayezungumza naye ni kiongozi, yuko mbele yake, anamnasihi hivyo. Ubaidillah bin Ziyad akamwambiaje? Akamwambia, kaa bwana, fa innaka min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wewe ni katika makombo ya maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watu wa mwisho waliobaki hawana maana. Ati sahaba wa Mtume anamwambia hivyo. Sahaba hakutaka kumshambulia, akaitukuza nafsi yake, akamwambia, je, katika maswahaba kuna makombo? Makombo walikuja baada yao na sio miongoni mwao. Akaishia hapo, akafikisha nasaha. Ukipata fursa, hizi ndio njia nyingine yoyote mmeona haiwezi kusaidia. Kundi la pili ni familia. Familia ziko wapi? Vijana waliotoka kufanya vurugu na fujo ni vijana wadogo. Familia sasa hivi hazina miongozo kwa watu wao, haziwezi kuwakanya watu, kuwaelekeza. Familia zinakuja kulalamika baadaye. Zalalamika nini familia? Kwani watu walikwenda wapi? Kuswali msikitini au walikwenda makanisani au kwenye biashara zao? Familia zichukue nafasi katika kuzijenga jamii zetu. Mambo ya ovyo lazima tuyakataze katika ngazi za familia. Na kundi la mwisho, waandishi wa habari. Waandishi wa habari, mcheni Mola wenu. Ittaqullah, mcheni Mola wenu. Katika hali yoyote hatutakiwi sisi kuchochea na kutaka kuharibu. Hatutakiwi kuufumbia macho uovu kama wanavyofanya baadhi yenu. Sio sawa sawa. Kwa hiyo wawe ni waandishi rasmi, wasiwe rasmi, maadamu watu wanaandika, wajichunge katika namna ya kutengeneza kuliko kuharibu. Wanataka kuonesha kama vile kulikuwa kuna maslahi na haki ya watu kutoka kufanya vurugu, na hawazungumzi kabisa suala la uvunjifu wa amani, suala la kuchoma, suala la kuharibu, suala la kudhuru. Haya ni katika mambo mabaya ambayo yametokea. Mcheni Mola wenu, na nyinyi wengine muajibu kwa hoja. Wakiandika muajibu, wakisema muambie kwamba hii si sawa. Hatuwezi watu wote kunyamaza. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aidumishe amani, adumishe utulivu, atupe sisi basira, sisi waislamu tuweze kutulia na tuongozeke kwa miongozo ya dini yetu ya Kiislamu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على سيدنا محمد. قوموا إلى صلاتكم.